Asante. Habari za asubuhi. Ndugu wanahabari, ndugu viongozi wa chama mliokusanyika hapa, ndugu wananchi mnaofuatilia tukio hili kwenye vyombo mbalimbali vya habari nchini Zanzibar na bara. Leo ni siku ya kipekee sana kwenye chama chetu. Leo ni siku inayoamua hatma ya demokrasia ya nchi yetu kwa miaka mingi ijayo. Leo ni siku ambayo kama ilivyo ada, chama chetu kimeamua kuongoza na kuchukua wajibu wake wa kiuongozi katika mapambano ya kupigania demokrasia nchini. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wanachama, ndugu viongozi, kama mnavyofahamu, Halmashauri Kuu ya Chama cha ACT Wazalendo iliyokaa kikao chake tarehe 23 Februari mwaka 2025 na maadhimio ya Halmashauri Kuu hiyo yaliwasilishwa na Katibu Mkuu wa chama tarehe 24 Februari mwaka 2025, na Katibu Mkuu alielezea maazimio ya Halmashauri Kuu kuwa yameliacha swala la kuamua juu ya ushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 kwa kamati ya uongozi taifa. Leo hii ninao furaha kuwajulisha kuwa jana tarehe 15 Aprili mwaka 2025 kamati ya uongozi taifa ilifanya kikao chake hapa Zanzibar na kufanya maamuzi juu ya swala hilo. Maamuzi yetu yamezingatia uchambuzi wa kina ya hali ya siasa ilivyo hapa nchini na uzoefu kutoka nchi mbalimbali duniani zilizo katika hali ya kisiasa kama tuliokuwa nayo sasa. Naomba kuwasilisha na kuwajulisha kuwa baada ya tafakuri ya kina, kamati ya uongozi taifa imeamua kuwa chama cha ACT Wazalendo kitashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 katika nafasi zote. Nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi ya urais wa Zanzibar, ubunge, uwakilishi na udiwani. Kama nilivyosema hapo awali, kabla ya kufikia uamuzi huu, kamati ya uongozi taifa ilifanya tafakuri ya kina na kujiridhisha kuwa huu ndio uamuzi sahihi unaopaswa kuchukuliwa na chama chetu na kuzingatia hali halisi ya kisiasa katika nchi na wajibu wetu wa kimapambano ambao ACT Wazalendo imeubeba. Bila shaka kila mmoja wenu ana kiu ya kujua ni sababu gani zilizoipelekea chama cha ACT Wazalendo kufanya maamuzi haya. Tunazo sababu kuu 3. Kwanza ni kutetea na kulinda thamani ya kura. Uzoefu wa serikali za mitaa, uchaguzi uliofanyika mwaka 2019, uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka 2020, uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka 2024 unaonesha kuwa thamani ya kura imepotea. Viongozi hawachaguliwi tena na wananchi, na badala yake viongozi wanachaguliwa na nguvu ya dola inaamua nani awe kiongozi wa wananchi. Haya ni mapinduzi dhidi ya haki ya raia ya kuchagua viongozi wao, haki ambayo inadhihirisha uraia wao. Hii ni hujuma isiyovumilika. ACT Wazalendo kinafahamu kuwa uchaguzi sio mali ya vyama vya siasa, bali ni mali ya wananchi wenyewe. Hivyo basi, chama chetu kwa kutambua dhima kubwa tulioibeba kinakusudia kuhamasisha vuguvugu kubwa la wananchi kupitia uchaguzi mkuu wa 2025 kutetea, kulinda haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka.
sisi ACT Wazalendo tutautumia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kama jukwaa la kuitetea na kuilinda demokrasia yetu. Ni vizuri niseme hapa kuwa tumejiandaa kwa hili. CCM ijue kuwa tutaikabili vile itakavyokuja. Tupo tayari kuwaongoza wananchi, kutetea na kuilinda thamani ya kura na kuilinda misingi ya katiba yetu, kuwa madaraka yote yanatoka kwa wananchi. Tupo tayari kwa mapambano. Sababu ya pili, kususia uchaguzi kunaimarisha hujuma dhidi ya demokrasia. Baada ya tafakuri ya kina, chama chetu kimejidhihirisha kuwa Chama cha Mapinduzi kinahitaji na kwa hakika kitafurahia iwapo vyama vya makini vya upinzani vitasusia uchaguzi. ACT Wazalendo tumegoma kutoa fursa hiyo kwa Chama cha Mapinduzi. Uchambuzi wetu unaonyesha kuwa katika nchi mbalimbali duniani kususia uchaguzi kumeimarisha hujuma dhidi ya dola, hujuma ya dola dhidi ya demokrasia na kutoa mwanya kupora kwa urahisi sauti za wananchi. Mifano hii inaweza kupatikana kwenye nchi za Kenya, Misri, Ivory Coast, Zanzibar kwa uzoefu wa mwaka 2015 na Venezuela kwa uzoefu wa mwaka 2018. ACT Wazalendo tunaendelea kuutumia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kama uwanja wa mapambano ya kuzuia hujuma dhidi ya demokrasia. Tunakwenda kutumia uchaguzi huu kudai mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Kwetu sisi, uchaguzi mkuu wa 2025 ni jukwaa na ni uwanja wa mapambano. Sababu yetu ya tatu, Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuiendesha nchi, na sisi tumejiandaa na tunaamini tutashinda kwenye uchaguzi huu. Tunaona ya kuwa Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuwakomboa Tanzania kwenye lindi la umaskini, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Bila shaka hii ni kwa sababu CCM imechoka na haiwezi tena kuwa na fikra za kuwakomboa Tanzania. Mfano mizuri na halisi ni jinsi ambavyo rushwa inaendelea katika nchi yetu na ubadhirifu mkubwa ambao tumekuwa tukisikia kutokana na ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Mathalan, uchambuzi wake wa mwaka 2022-23 tumeona kuwa trilioni 3.14 zimepotea kutokana na ubadhirifu na uzembe, fedha ambazo zingeweza kuboresha huduma za maji, elimu, afya na kuleta ajira. ACT Wazalendo tunashiriki uchaguzi huu ili kutoa jukwaa kwa wananchi kupigania ukombozi wao kiuchumi, kijamii na kisiasa. Tunaenda kutoa jukwaa kwa wananchi kuikataa Chama cha Mapinduzi. Tunashiriki uchaguzi huu kutoa jukwaa kwa vijana wasio na ajira, wakulima na wafanyakazi wanaonyonywa, wananchi wanaokandamizwa, kupuuzwa na kuonewa. Tunatoa fursa hii kwa wananchi kuikataa CCM. Tunashiriki kupigania taifa la wote kwa maslahi ya wote. Katika kuhitimisha, naomba kuweka bayana kuwa Chama cha ACT Wazalendo tutaendeleza mapambano ya kupigania mageuzi ya mfumo wa uchaguzi hadi dakika ya mwisho, ili kuhakikisha kuwa chaguzi zetu nchini
zinakuwa chaguzi huru, haki na za kuaminika. Tunashiriki tukipambana na tunapambana tukishiriki. Ninaendelea kusema kama kiongozi wa chama, niko mstari wa mbele kuendelea kuongoza mapambano haya. Viongozi wenzangu nao wako tayari, wanajua kwamba kuna gharama ya kulipa katika kuongoza mapambano haya. Na kupitia operesheni yetu ya Linda Demokrasia, tunaenda kuunganisha nguvu za wananchi kuitetea na kuilinda demokrasia nchini. Wito wangu kwa Watanzania wote, tusichoke, tusikate tamaa katika kupigania demokrasia yetu. Hakuna kurudi nyuma, mapambano yanaendelea. Asanteni kwa kunisikiliza.